inatoa knowledge kwa vizazi vinavyokuja, inatoa malezi, na haswa kipindi hiki tunahitaji walimu kwa kweli muwe walezi. Kwa hiyo naamini Dr. Komba katika modules zitakazofundishwa ndani ya siku hizi 10 ya malezi itapewa kipaumbele kikubwa kabisa, kwa sababu bila mwalimu kuwa na mbinu za kulea watoto, tutapeleka watoto shuleni, watakuwa na maarifa kwa maana ya knowledge, lakini wakiwa hawana maadili mazuri, hawa watoto hawawezi kuwa useful kwa taifa lao. Taifa sasa hivi linapambana na mambo mengi ambayo yanatokana na utandawazi. Sote tunafahamu, si ndio? Sasa namna pekee ya kuweza kukabiliana na madhara ya utandawazi ni kuwa na walimu mahiri ambao tutakuwa tayari kuwakabidhi watoto wetu, wawape maarifa, lakini pia waweze kuwapa maadili. Niseme kwa kifupi tu kwamba changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo sasa hivi sisi kama serikali kwenye upande wa malezi, ipo maeneo mawili makubwa. Moja ni upande wa mahusiano ya jinsia moja. Tunahitaji tushirikiane kwa pamoja kama wazazi tuweze kupiga vita tabia hiyo ambayo imeanza kujipenyeza katika jamii zetu. Sio tabia ya Kiafrika hata kidogo. Kwa hiyo tunahitaji kupambana na hali kama hiyo. Kwa hiyo walimu wanatakiwa wawe na mbinu zaidi ya zile za kufundishia, kuweza kuwagundua wanafunzi ambao wameshajiingiza kwenye masuala hayo ili kuweza kuwasaidia namna ya kutoka huko. Lakini wapo wale ambao wanakaribia kuvutwa kwa kupitia ushawishi wa wenzao kuingia katika mazingira kama hayo. Na sisi walimu hapa tunatakiwa pia tuweze kuwa na mbinu za kuweza kuwagundua na kuwaokoa na janga hilo. Lakini la pili, lipo janga la matumizi na biashara ya madawa ya kulevya. Hili na lenyewe ni janga kwa taifa na kwa dunia nzima. Kwa hiyo naamini Dr. Anet wakati wa mafunzo haya tutapata kadozi kidogo namna ya ya kutambua ambao wamejiingiza au wanakaribia kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya au biashara ya madawa ya kulevya. Katika mafunzo haya walimu watawezeshwa katika masuala haya. Kwanza, watajengewa uelewa kuhusu taaluma ya ualimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, walimu hawa hawana taaluma ya ualimu, lakini wamebobea katika masomo yao. Wanayo maudhui yote ya masomo. Kwa hiyo kazi yetu ni kuwajengea uelewa kuhusu taaluma ya ualimu. Taaluma ya ualimu ni nini na nini maana ya kuwa mwalimu. Lakini pia watajengewa uelewa kuhusu majukumu ya mwalimu katika utekelezaji wa mtaala na masuala mengine ya kijamii katika maisha ya mwanafunzi shuleni.